Ukraine imeendelea kupoteza zaidi na zaidi baada ya kuwa sasa wanapitia kichapo kisichokuwa cha kawaida. Tumekuwa tukiongea hapa kuhusiana na Pokrovsk ambayo mpaka sasa, kwa sababu ni mji wa kimkakati kwa Ukraine, lakini sio tu Ukraine, kwa Urusi hasa kiupata huu ni mji wa kimkakati kwa sababu ni mji ambao umekuwa ukitumika zaidi katika kusafirisha silaha hizi za watu wa magharibi kuzipeleka Ukraine. Na ukumbuke NATO walikataa wao kupigana, kuingia vitani moja kwa moja kupigana pale, ingawa wameingia in direct way, lakini ile kutangaza kuwa majeshi ya NATO yanapelekwa nchini Ukraine, hiyo ingekuwa ni vita ya moja kwa moja kati ya NATO na Urusi, jambo ambalo walikuwa wanalikwepa kuingiza dunia kwenye vita vya tatu vya dunia, kwa sababu ni simple sana dunia ukaamua useme utaiingiza kwenye vita vya tatu vya dunia. Rahisi sana, rahisi mno. Ndugu zanguni, vita vya kwanza vya dunia Urusi ilihusika, ilikuwepo. Kwa sababu upande mmoja kulikuwa na Urusi, kuna Ufaransa na kuna Mwingereza. Alafu upande wa pili kulikuwa na Austria-Hungary, kulikuwa na Ujerumani na Italy kwenye vita vya kwanza vya dunia. Kaja vita vya pili vya dunia vilivyoanza mwaka 1939 mpaka 1945 vilivyotamatika, na vyenyewe tunakumbuka vilianza na alikuwepo Urusi upande huu, yuko Urusi, yuko Ufaransa, yuko Mwingereza na Marekani akaongezeka kwenye hii. Alafu upande mwingine alikuwepo yuko hiyo Ujerumani, Austria-Hungary, Italy na akaja akaongezeka Japan. Lakini vile vita upande huu wa Ujerumani, Italy, wakina Adolf Hitler wakashindwa kwenye vile vita. Kwa hiyo it means kwamba tena unapoenda kuingia au unapotaka kwenda kwenye vita vya tatu vya dunia, ukihusisha Ulaya na Urusi, manake moja kwa moja tutakuwa tumeingia kwenye vita vya tatu vya dunia. Hii ndio sababu ya watu wa NATO kuweza kukataa kumpelekea majeshi Volodymyr Zelensky, ambapo yani ile official kuwa tumepeleka vikosi vya kijeshi sisi kama NATO kwenda kuisaidia Ukraine kupambana na Urusi. Ndio maana unaona hiyo, ingawa walikuwa wanawapeleka chini kwa chini, lakini wakawa wanauawa, na wakiuliwa kule hawakiri kuwa hawa ni wanajeshi wetu, wanasema labda ni mamluki. Kwa hiyo ikawa iko namna hiyo, kwa sababu Zelensky alikuwa anaomba tu jamani, njooni mje, ingieni hapa, mkiingia mje mnisaidie tumpige Putin, kwa sababu Urusi ni wakorofi, wamekuja kutuvamia na watu wengine tukadandia hiyo. Tunaona Vladimir Putin ni mtu wa ajabu, bila kuelewa chanzo cha yeye Putin kufanya vile kilikuwa ni nini, au migogoro hii chanzo chake kinakuwa ni nini. Sasa wameendelea Urusi kuendelea kuchabanga sana Ukraine, na huu mji 70%, mji wa Pokrovsk uko mikononi sasa mwa majeshi ya Urusi, na sasa hivi wanaenda kwenye mji mwingine Kupiansk na wenyewe ni mji muhimu sana katika mission hizi za Urusi, hasa katika kuhakikisha kuwa malengo yake basi yaliyompeleka pale Ukraine ya vita, malengo haya yanatimia au yana uwezo wa kutimia. Kwa hiyo ndio maana Vladimir Putin sasa, kama kawaida na kama mnavyomfahamu, kama mnavyomjua, huyu mwamba ni mtaalam, na ni mtaalam kweli kweli. Hilo limekaa namna hiyo. Mtanisamehe kidogo, sauti yangu haiko vizuri sana, lakini tunaendelea. Kwa hiyo nisamehe kama kutanasafisha kwa namna hiyo, lakini yote kwa yote ni mema. Asanteni sana. Kwa hiyo ndivyo ilivyo namna hiyo. Lakini kwa taarifa zaidi ni kwamba majeshi ya Urusi yamekuwa yakitumia sana makombora ya Kinzari, ambayo makombora haya yamekuwa yana upgradiwa kila kunapoitwa leo, hivyo na kuifanya mifumo ya ulinzi ya kimagharibi kuto kuzuia kwa ufanisi unaotakiwa makombora haya ambayo ni makombora ya Urusi,
ambayo ni makombora ya kinzari. Ukiachilia mbali makombora ya kinzari na drones pia, ambazo ni drones za Urusi, ambazo drones hizi michoro yake imechorewa Irani, alafu zinatengenezewa ndani ya Urusi. Kwa hiyo ndio maana imekuwa hivyo. Lakini kikubwa zaidi sasa kinachofanya Urusi iendelee kupiga hatua na kusonga mbele zaidi ni askari wa Ukraine kujisalimisha bila kufyatua risasi hata moja. Ndicho ambacho kinasababisha sasa ili jambo, yani Urusi apige hatua mbele zaidi. Nimemsikia askari mmoja anaongea, na huyo askari anasema hivi, ni askari yani ni raia waliochukuliwa mtaani, wakalazimishwa, walichokuwa nakiongea wanasema walilazimishwa, wakawa wanapigwa na kupigwa huko. Sasa wakaambiwa lazima muende mkubali kwenda kupigania nchi yenu, yani bila kujali umri, kwa sababu wengine ni wazee zaidi ya miaka 50. Maana askari wote wameuawa kwenye vita. Kwa hiyo wakaambiwa lazima mkubali kuipigania nchi yenu. Akasema ukikataa utapigwa na vitako vya bunduki kichwani, huku kwenye mbavu, kwa hiyo inabidi ukubaliane. Na ukikubaliana unaenda, mkishafika kambini mnaanza kwanza kufundishwa kwa ufanisi namna ya kuchimba mitaro ile ambayo ndo mnakaa huko kwa ajili ya kushambuliana na adui. Na wanasema sasa tunapoenda vitani tunakuta maiti nyingi njiani, maiti ambazo zimeanguka hivyo, yani askari waliouawa ni wengi, wamekufa njiani. Sasa hawaoni kuwa hawa wamekufa na hawa pia tunawapeleka kifoni pia vile vile. Lakini hilo hawalioni na utalazimishwa, na anasema kuwa waliwaahidi kwamba watawalipa mishahara wakienda huko vitani. Lakini wanasema tumekaa vitani hatujawahi kuona hata senti moja, yani ya mshahara ambao tuliahidiwa kuwa nyinyi mkiingia kwenda kupigana vita, basi tutakachokifanya sisi tutawalipa mishahara. Wanasema hawajaona hata moja kuwa wamelipwa hiyo nini, wamelipwa hiyo mishahara. Kwa anasema baada ya hapo sasa huyo askari anasema tukiona wale wanajeshi wa Urusi inabidi tujisalimishe, kwa sababu na wao wanatuambia jisalimisheni, vinginevyo mkijaribu kushambulia tutawaua. Na wao wakiona, wanaona mbele yao hivi kuna maiti nyingi tu, alafu maiti hizo zenye watu wala hata hawajali. Kwa hiyo inabidi wajisalimishe bila hata kufyatua risasi hata moja. Ndio ambavyo askari hawa wa Ukraine wanaelezea. Wale ambao wametoka wapi? Wametoka kule vitani. Sasa tukumbuke kitu kimoja, viongozi hawa wao wamekaa Ikulu. Kama Zelensky amekaa Ikulu, yeye kazi yake ni kuagiza silaha kutoka magharibi. Na sasa hivi inaonekana kwa sababu yani ni kuwa amepoteza, yani kwenye hivi vita Ukraine sasa hali imekuwa ni mbaya, na majeshi ya Urusi kushambulia huko Kupiansk na kushambulia eneo gani lile linaitwa bwana, hasa ukanda wa ukule Donetsk na ukanda wa Donetsk na eneo gani lingine Luhansk pia wameshambulia sana. Hii ni baada ya kuwa hii Pokrovsk kuangukia mikononi mwa majeshi ya Urusi kwa 70%. Hawa wa Ukraine wakashambulia raia wa Urusi. Kwa hiyo ikawa ni hasira sasa ya Urusi kuwa na wao inabidi wafanye nini, warudishe mashambulizi huko. Ndio matokeo yake yako hivyo. Kwa hiyo watu wa Ulaya sasa, bana Zelensky ameendelea tena kuomba mifumo ya ulinzi, kwa sababu haya makombora ya Urusi kwa mifumo ya ulinzi aliyopewa imeshindwa kufanya kazi vizuri. Na watu wa Ulaya wamemwambia Volodymyr Zelensky kwamba kabla hatujakupa mifumo ya ulinzi, hebu shughulikieni rushwa kwanza katika taifa lenu. Ndugu zangu, ni taifa linaloongoza kwa rushwa Ulaya Mashariki ni Ukraine. Na ndio maana unaona hata hati zao ni chafu. Hati zao haziwezi kuwapa nafasi ya kuweza kuingia NATO. Ingawa NATO walikuwa wanalazimisha tu kwa Ukraine waweze kuingia kwenye umoja wa NATO, lakini hati zao ni chafu kwa sababu ndio taifa linaloongoza kwa rushwa. Na hivi vita vingekuwa na matokeo makubwa kwa upande wa Ukraine kama wangekuwa wamenyoka, lakini vimekuwa na matokeo madogo kwa sababu ya rushwa. Pesa zote zinazotoka Ulaya Zelensky anakula pamoja na maafisa wengine. Silaha zinazoletwa pale unakuta zikifikishwa pale, mara zinachukuliwa zinapelekewa makundi mengine. Ndio tunaambiwa kuwa silaha zingine zikawa zinapatikana kwenye makundi ya kigaidi.
kwa sababu ya rushwa. Maisha ni magumu katika taifa la Ukraine, ndio maana umeona rushwa iko juu sana. Sasa watu wa Ulaya wamemwambia Zelensky, ili tuendelee kukusapoti, shughulika kwanza na mambo ya rushwa, achana na mambo ya kusema sisi tukupe mifumo ya ulinzi. Wameona ni kupoteza, na ni kupoteza hela tu. Kwa nini? Ndio namuelewa Donald Trump kwa nini alikuwa anataka sana pawe na amani. Kwa sababu ndugu zangu, ni askari wanakufa sana, hususan ni askari wa Ukraine wanakufa vibaya mno huko. Hatusemi wa Urusi hawafi, lakini hasa Urusi wenyewe wamejipanga tofauti na hawa Ukraine. Ni raia wanachukuliwa, wanapewa mafunzo siku 2-3, haya ingia kwenye vita. Unaenda kupigana na watu ambao wana uzoefu wa kivita na watu ambao wana mafunzo makubwa kuliko wewe. Mwisho wa siku utapotea tu. Kwa hiyo ndio maana unaona Putin akawa anasisitiza sana amani iweze kupatikana, na akasema ikibidi hicho anachokitaka Putin, huo ukanda wa Donbas apewe, ajenge na hiyo buffer zone ili vita viishe, kusiwe na vita. Yaani kuna shida gani watu wa jamii mbili wakaishi kwenye taifa moja, lakini nyinyi kaeni huko, si tukae huko, kuwe na amani. Zelensky bado eti ana imani ya kurudisha maeneo yote yaliyochukuliwa na Urusi kwa kutegemea misaada ya Marekani pamoja na watu wa Ulaya. Ndivyo hivyo. Asanteni sana wanaokuwa Mwafrika, tuna washukuru.